amedai poa. The only thing tunaweza fanya sasa ni tunamkumbuka in the history books, jina yake hakuna, no matter what you do uwezi tu jina huyo Morio hapo. Ukiweka wasee akina kinani akina Tomboya nani Raila utamweka pale, either ulikuwa unampenda ulikuwa umpendi, hauwezi mtoa pale. Unanipata? The same legacy yake ilikuwa so good as an opposition leader, blah blah. Hii ya Gen Z ya juzi hapo ndio ali disconnect na the younger generation. Sasa younger generation hata uambie sasa hii woza ni hao podcast hapa. Ni hao. Mtu yangu. Lala aje. Siku hizi tanguaze detox. Ni kukula sana. Detox iliendaje? Detox iko tu. Unajepiri niambia kana ni ujinga uko nayo. Siku hizi nakula vibaya sana hicho. Maza kunona. Ndio hiyo kukula. Maza kunona. Kukula na kulala jo. Ukoza kulala kwa nyumba. Umalaya bro. Malaya lazima tuitangaze. Alafu unajua nimeona nyewe Kenya saa ingine sijui si tunakuangaje. Nini? Kama leo nimeona news vile baba amenyuria. Man. Watu sasa wamejipatia nini ya kwenda tao kuvunja maduka tu za watu bure. Mpaka saizi mpaka wanajiamini ile design wanaingia mpaka kwa dinga yako tao. I feel okay. Understandable kuna emotions in run kwa wale wase walikuwa wanafollow baba like half of the nation. Wale staunch followers. Like half of the nation, like a whole community, the whole rural Luya community, Western yote. Hawa watu wote walikuwa na follow baba. Okay. Tunaweza kubali their emotional nini. Lakini kitu tunajiuliza, huyu mse kweli alikuwa amebebaje akili za watu? Ati kuna mse bibi ajeenda job. I'm sure kuna mse ajeenda job. Kuna watu wengi sana ujaona sijui basi watu walikuwa nakuja sijui na kutoka nini Kisumu? Walikuwa nakuja 3 hours in the morning. Yani tu kukuja. Ati sasa ndio waende Karen kwa nyumba ya baba. Alafu yani watoto wako hawana chakula, hata labda ujalipa rent. Rent bado iko due. I may understand. Na si understandingi sana. Lakini hata akujui. Anakujua aje, anakujulia hapi. Saa ingine mimi naweza understand venye ati msi amekufa au mnaomboleza sijui nini. Lakini wale watu unaombolezana ni wale watu unajua. Huwezi abudu mtu hivyo. Ati mpaka unaibiana. If this guy have died, okay, he was alialesi wangu, he have been a very big instruments kwa nini. Hiyo time ya coup nini. They have been in prison for 7 years. Okay. Play a very big part kwa Kenyan democracy. Hiyo kupata hizo manini mambo ya referendum tuko nao saa hii, multi-party ya 92, hizo vitu zote amefanya his part. Unanipata? Lakini that one doesn't guarantee wase wa behave wenye wase wengine wana behave sana. Watu hata si ati mambo. Kuna mse alikuwa job, sasa hivi kuna mse sijui anaiba town. So unaiba town ati ukipiga nduru. Ati unaenda tu unapiga mtu nyongolo ati baba amekufa, inakupatia nini gani? Na tena ile kitu mpaka nimeshangaa sana. Unajua ndio maana unaona venye society yetu iko huku chini. Hivyo venye wase wanaibanga, venye watu wanapiga manyongolo, wanafanya hizo mavitu. Hauwezi fanya hizo vitu huku chini. Alafu useme ati president wetu ni mwizi. Tunajua ni mwizi, lakini huwezi lalamika kama hivyo ndio tunabehave huku chini. Si hawa sio wametoka tu huko chini mali si tuko. Of course. Na tena ile kitu nilikuwa nashangaa, unajua ati leo hakuna security tao. Mapolisi wako? Sijui. Hakuna security. Mimi nakwambia Kenya tuko na udilia mbali sana ya kuenda. Hakuna police town. What does I say, man? Raila Amolo Odinga he played his part. Vizuri sana. Unanipata? Na hiyo mimi personally singewahi mchagua. At any particular time singewahi mchagua because mimi nikiangalia track record yake kwa activism was very good. But track record yake kwa kuwa MP na lawmaker
Hakuna. Sababu alikuwa Kibera for miaka 20. Kibera bado ni Islam. Unanipata? Alikuwa Kibera for 20 years lakini Kibera bado ni Islam. MP ndio alikuwa kama magavana hiyo area. Kibera bado ni Islam. Kama hakuweza kudu hivyo, kwangu nilikuwa najiambia hangeweza kudu anything else kama nini? Kama prezo. So mimi kwangu hakuwa ameniconvince. Unanipata? Hata mimi nashangaa. Sasa watu wameamua mtu sacrifices zake amezi-earn materially. Jamaa is a business wise nini ni Pan-Africanism nini kupata majob, hata watoto wake kupata majob nini ye familia yake yote iko settled. Unanipata? Alafu gratitude yenye Kenyans wako nayo kwake. Lakini livelihood yako kama msee personal. Mimi watu wengine familia yake iko sorted. Hakuna mtoto wake hata mmoja ana complain. Hakuna mtu anateseka. Mmoja sijui ni MP wa East African Community. Hakuna mtu. Mwingine sijui ako wapi. Hakuna mtu anateseka. Hakuna mtu anateseka. Msee unachukua basi kutoka hata uwezi afford kitu. Unachukua basi kutoka Kakamega, Kisumu uende Nairobi. Watoto wako sijui wanapigwa na umaskini huko, waacha ujinga. Ni kama saizi watu ati mtu kama huyo hawezi nyuria. Jama Laila is 80. 80. Kwani wewe unajua watu wangapi wewe unajua watu wangapi sasa wako 80 wewe? 80 ni gukaangu. Watu wanafaa kubali saa nyingine watu dead. Hiyo ni natural. Mtu hawezi kaa forever. Vijana walipigwa marisasi town. Those are young people. Kwa nini atundilia? Laila is 80. Alafu alikuwa obvious for the kwa hiyo miaka yote imepita tangu huko 2010. Laila amekuanga on and off OC. Ameenda sijui macho, ameenda sijui ni unanipata? Hiyo ni old age. Hata sasa hivi mimi nalipianga guka kwenda hospitali once na wewe hata shosho. Hiyo ni old age. Lakini sasa watu wanaona lao baba ni moto. Sasa hiyo ndio inaita conflict. Lakini unajua sasa Kenya naona sasa hivi. Unaona hiyo nini hiyo worshiping ya baba. Sasa hii the only party sasa hii iko Kenya ni URP. RP sasa hiyo URP hiyo ni ya nani ya Ruto. Hakuna chama kingine because sasa ilikuwa URP na ODM the other side. ODM is another name for baba. Unadhani kuna msi atanyamaza hivi ati baba ameondoka, kuna msi mwingine atakuja ati akuja akayapa Nyang'nyongo. Ati watu wasikiza Nyang'nyongo walikuwa wanasikiza baba watu wa ODM. Yes. Utasikia msi amesema unatuambia kama nani baba alituacha wewe tuondoke. Kila mtu atataka ile akina Joho wanataka hiyo kiti ati wakuja abudiwe venye baba alikuwa anaabudiwa because this is all about power. Lakini mimi leo Kenya wameni disappoint sana. Mimi wana disappoint kila siku bro. Uendeaje unaniibia nini ati unachant baba? Na mimi tuseme hiyo siku ningekuwa na kisu ati ningekuwa na gun, ningekuwa na bunduki ningekuwa na kichele hapo. Ningekuwa na kichele hapo hivyo ati unanikujia kwa dinga ati mnataka kuilia. Alafu tena nikikuua wengine watasema ati huyu hata uwezi hata umemua kwa nini tulikuwa hapa tunaomboleza toka hapa wewe. Kubabako mimi nakuua na kupiga shingo. Unataka kulibia nini? Bale kuna size hiyo naangalia gawase tu hivi. Unajua wezi mpaka nimeona hard working wezi wanafanyanga wewe. Wakaeka hiyo hard working kwa kusoma kitu kama AI. Sikia, mimi nakwambia leo nimeona kwa hii Instagram. Nimeona mtu mwingine anaibiwa bike kilazima. Baiskeli. Zile baiskeli za nini za nia mama. Hapana, baiskeli kama mountain bike hivi. So alafu sasa si amepigwa makofi hivyo sasa akabaki tu akishika kichwa kijana. Na hata kama yeye ni kijana na unajua una nguvu, unaenda town kufanya lili. Sasa unajua unapataga wasee. So nani angejua ati baba amekufa watu watatokea kwa barabara hivyo.
Alafu umetoka asubuhi, maybe jamaa nimeona kuna mavijana siku hizi badala ya kuendesha manini kuingia kwa magari, wana buy mabike ama Honda, alafu anatokanga Ngong, anaendesha hivyo mabike kuna town. Si mabike like akienda job. Unajua hiyo fare kutoka hapo ni sijui kurudi nini na economy wewe. Wanashikana na watu wengine. Si mnashikana watu kaa 5 mna riding asubuhi mkienda hivyo, alafu mnarudi jioni nini, inakuwa easier. Before you know it, ukiride bike before you know it uko home. Umeshazoea. Alafu msee amekuja amekuibia the same bike, na hiyo bike ndio unaogojea. Na msee kenye nani udhingi, ni msee akuibia phone. Alafu iPhone 200,000, alafu anaenda anauza 20k. Hata thao ya haraka juana kakitu. Hiyo ni ya mng'ang'u. Lakini sasa reasoning yao kufanya hivyo kwa nani? Ya Raila ni nini? Hapana. Hiyo hata ni kukosea nini. Hiyo heshima mnajaribu kwenda kumpea. Umeharibu. Hiyo ishaharibika. Watu watasema hizi lala poa. Sasa unaona hata baba unaona kama venye unasikia wase wakisema baba ndi anakuanga mse wa chaos. Sasa ndio si wase watasema hivyo sasa ma opposition. Ati unaona? Mama amekufa, watu wameanza chaos. Huyu mse wa chaos. Nimeona kwa Instagram kulikuwa na comment moja. Huyo msee anasemaje ati hata kama amekufa, ati kama ameenda amededi, yeye ndio alianza chaos hii country yetu mzima. Hakuna pali infrastructure pali alikuwa yeye ndio mwenyewe kama Kibira. Aibu angalia vile Wajaluo huko Kibira wa Siaya vile wanakaa. Siaya kama yeye ndio mkubwa wa Siaya mpaka yeye ni elder wa Wajaluo, unaona angekuwa ati wameendelea poa. Sasa alafu tena unatuambia nini? Watu hapo hivyo Instagram watu wamebishana. Sasa hapa ni intergenerational nini argument, because sasa kuna wale wasema ma orders wetu wale tulikuwa tunaitanga maboomers akina mzae wenye wataongea kuhusu sijui 92 kulifanyika, alafu sasa kuna wale wase sisi tulizaliwa in our 90s. Mzee anakuambia hivyo, unamuuliza sasa unaniambia nini wewe? So alifanya hivyo 92 alafu so unataka tudu alafu sasa unajua ile memory watu wako nayo vivid vijana wazae wacha waomboleze nini. The guy mimi siwezi furahia msee amedai. Hata mimi si ati tunafurahia mtu amedai. Siwezi furahia msee amedai. We are talking about the legacy, right? Legacy yake ilikuwa so good as an opposition leader, blah blah. Hii ya Gen Z ya juzi hapo ndio ali disconnect na the younger generation. Sasa younger generation hata uambie sahi Laila amekufa sijui tufanye wasana nani. Kila mtu wako busy Unaona? Wale watu wako busy, wale ma empty debes empty debe. Ndio anaenda kwambie. Mzee alikuwa ananiuliza sijui mambo ya nini ya do. Sijui ati kwa nini watu wakipata do the nini ya kwanza inakuanga unatoka ati nini? Unatoka kwa block, unatoka sijui nini. Nikamwambia mzee wacha nikwambie. Hakuna mse ana appreciating ghetto hata kidogo. Unaona? Na huyo kuniambia ati George ati once in a while unafaa ukumbuke mahali ulitoka. Nitakumbuka. Lakini imagine mimi sirudi Mukuru. Unarudi kufanya. Naenda kufanya. Hata tupatane naye bahati mbaya hata Brayo. Umetoka, umenunua nyumba Runda. Umebai nyumba Runda. Unatoka kwa nyumba yako Runda, una drive kwenda Kayolo kudu nini? Ati mimi ni mtu wa Kayombo tole. Mimi nishatoka bro. Nishatoka, work hard tutoke. Unanipata? Tupatane wapi? Tupatane Kempiski. Unajua tu ukitembea hapo Runda Kempiski nini hakuna mahali utapoteza simu hapo. Yapi? Wapi? Kila mtu huko. Toka hapo Peter Moi Avenue. Wewe acha nikwambie. Umeona hata palipopote West ati watu wakiomboleza. Hakuna mse anafanya hizo vitu. Kuomboleza watu wanaenda kwa hoteli, tunapata kwa hoteli, tunaongea hapo. Unanipata? Alafu sasa Kenya inaudhi sana ni what leaders walikuwa wanaongea ile wakati majenzi waliuliwa. Unakumbuka? They were talking about kila mtu ukufa, hamtashinda mkituambia nini. So kama hii mwaka manini wamedrop,
Kuna watu wamekufa. Leaders wamedrop. So hivyo leaders wana drop. Alafu sasa unaona Wakenya wanasherehekea. Wasi wanasema hamnanga roho. Hatunanga roho na nyinyi ndio mnatuibia pesa zetu. The country is going haywire. The country is going down. Watu wako na mauskini, mnaua watoto vijana, mnawakidnap, wanapatikana huko, alafu mnasema watu ukufa kila siku. Mzee alisema atipiga president mzima alisema piga watu risasi za miguu. Risasi ziliua Alex Masai. Alipigwa risasi mguu akakufa. Then the leaders wanakufa ati the whole country ina shut down. Tulia bana. Kesho tuamkie kazi. Unaamka asubuhi 5 minutes inaitangwaje? A minute of silence. Tunanyamaza hapo, mashina zigurumi, tunatulia. Watu waendelee na kazi. 1 minute ikiisha, piga rada. Ati sasa school fees na hizo mashaa zenyu na madini hazitasimama. Lazima tulipe hizi vitu. Alafu tena nimeona yani ile kitu nilikuwa nashangaa nayo Georgine ati leo mimi sijaona security Kenya. Sijaona. Hakunaga Kenya siku hizi ina security bro. Sijaona hata hakuna vile watu wanaluta hakuna pali tia gas zinapigwa. Security Kenya ni mbovu. Bro. Kama sasa ukihaijakiwa venye unaona ngasiju na haijakiwa kama hapa China, najua nikachukua simu sasa upige na nini hapa emergency. Ile 199 uipige sahi within 2 minutes. Si unaona kila block, kila esto kuna wale mapolisi wawili wameasainiwa hapo na wako around. I think wamepark tu gari mahali hapa. Wa hii place. Alafu place nyingine wamepark hapo. Place nyingine wamepark hapo. Na wapatananga nao jioni wakinini hata ambulance. Sahi mwenda wazimu mapolisi wako kwa manyumba huko wanalewa huko wanazunguka miguu tupu huko wakichukua pesa za nini? Za ungango. Nilikuwa nimeona security uko wapi? Sikia, kulikuwa na unaona hao mabiker. Kama ule Brayo wa bike. Ule Brayo anakuaga sawa. Unaona sasa kuna watu wengine sasa wamejitokeza hivyo. Wale wako na makamera kwa. Sasa imebidi. Uliona yule kana mwenye alijaribu kushika Omuri alafu tena akaona kamera. Alafu akamwambia Omuri ati nitakuweka pingu. Jamaa akamwambia tuende bro. Niweke bro, na niko na kamenje twende. Jamaa kajawaza. Juu ujinga ni hii kamenje tu si niko nayo 360. Hii kamenje tu ichukue. Saa zingine hiki tuna linking na simu. Una simu na cloud. So uichukue, nitatoa tu footage kwa simu. So enda nayo, nitatoa footage kwa simu. Unanipata? So nani kuenda is a prominent one of the nini amefanya sacrifice yake. His family is good, na watoto wake wanafanya poa. By the way, ule mwenye unibamba kwa hiyo familia yake anaitwa ule Junior. Junior ananga mambo mob. Mwenye anakanga kwa nini sawa? Ananga mambo mob. Sisikiangi akiongea sana. Hata Fidel alikuwa anapendwa sana. Alafu sasa unajua hii kitu ya wacha kwa nimeshtuka leo. Unaona hii kitu ya Wajaka. Wajaka wa Kikuyu sijui nini ujinga inachezangwa hapo. Do you know bibi ya Fidel Msapede? Bibi ya ule mwenye alidae. Fidel ni Msapede. Junior bibi yake ni Msapede. So hawa sasa ni mashemeji ya Wasapede. Lakini ule mjaka mwenye ako Siaya ako Bondo ako nini hapa Jakaranda awe nyanaonganga ufala akini sijui akina one night sijui nani si hata nimeona sijui mjaka hawa sasa wakiongea hiyo ujinga sijui Wakikuyu wamefanya hawajui umse hana hii familia ina kitu na beef na Wakikuyu ni nyinyi bro. Tuza kama uwezi fikiria mwe mwenye ati tunaongojea baba aongee. Kwa una akili wewe ni mtoto nini? Mimi nakwambiaje? So sahi baba ameenda. Nani hautaifikiria tena? Si ati hivyo. Si nimeona hata nani huyo anaitwa nani? Ule jamaa kuongea sijui acha baba aongee. Ati tunangoja baba. Wewe unaona ile fracas ameenda ati anaenda na tuangua kwa police station. Ati baba mpaka ana faint. So mtoto wako amekaa hivi. Brian, I vow I will never nijipata kwa situation yenye
na abudu mwanaume hiyo kiasi. Naweza kupea zile za kama ni biashara tunapiga, naweza kupea zile za Mori wewe ni ule msee. Man wewe umenijaz. Unanipata? Unakaa ile kuamka tusalimiane nini lakini si ni kulambalambe. Hiyo kulamba na matatu sasa si za no. Naona venye ati nani usijui kiongozi fulani amekuja hapa, yani balls zako unampatia tu hivi. Take my balls, scratch them. Ati umeiona venye masi wengine sijui ma MP wana behavingi mbele ya prezo mbele ya baba. Baba anakuja wamenyenyekea. Nini? Huyu jamaa anakulia legacy yake. Kutengeneza legacy yako. Sasa wacha nikuambie. Alafu tena kuna mpaka mama ya mtu wewe ndio ujaona hiyo clip Instagram. Ule mama anatembea tawa kishout ati Mama Aida na Oburu Odinga lazima watuambie nini imefanyikia baba. Unaambiwa kama nani? Ati kwa nini mlituambia baba yuko vizuri, yuko India. Ati kwa nini saizi ametuacha? Hiyo lazima lazima wewe sasa hata si familia baba wali nani? Unaambiwa kama nani? Watu wanajipeanga kielele, unaambiwa kama nani? Ati kitu tunaambia Gachagua, si kama nani? Unaambia Gachagua kama nani? Hii kitu soma vitabu bro. Hii kitu ni game. Hii kitu ni game. Mimi nakwambia huyo mama amenichokesha akili. Na bado ako na watoto. Bro, hii inaitwa power. Ukiona vile hata nikaona mama yangu kwa barabara akifanya hiyo ufala. Tunaweza kosana mbaya sana. Hiyo siku namsanukia vibaya sana. Unacheza wewe. Naweza mtafutia nyumba huko sijui wapi kunaitwa huko Kisgoris. Kiligoris huko. Ndio ufanye ati mama yangu ati unaona huyu wenyewe huyu ni mama yako. Ako na watu hata kama 5. Akikaa hivi anakaa ameparara, si mtu hata ako na kakitu. Hata bwana wako ako unapata. Nyinyi ni wale watu wa kukula mrenda na ugali kila siku, hata mayai amuonangi mwezi moja, alafu tena unaenda hapo hivyo kwa barabara kushow nini. Acha kwambie uwezi behave hivyo kwa nini say bana. Maisha hapa Laila have been okay, nilikuwa nimeanini mahali. Laila is 8 years old, right? 8 years old. His father had a legacy. Akakuja akatengeneza legacy yake kivi yake without like the stepping stone of the dad. Nasikianga walikuanga na controversial nini yeye na babake. Vile babake alimwambia hata wahi kuwa president. Nimeisikia hizo vitu. Controversial stuff. Alafu kuna aka spend 6 to 7 years in detention. Kamiti na Shimoratewa ile ya Mombasa. Aka spend 7 years in jail. Akipigania kwa hizo mani za multi-party nini, kujaribu kupigana na nini ya Moi, hiyo regime ya Moi hiyo time. Ndio sasa akakuja akaingia sasa politics deep sasa vizuri sasa. Ndio sasa hiyo ni achievement yake na lineup yake. He's a very he have achieved greatness kwa maisha yake. Amedai poa. The only thing tunaweza fanya sasa ni tunamkumbuka in the history books, jina yake hakuna. No matter what you do, uwezi tu jina huyo Mori hapo. Ukiweka wasei akina Tomboya nani, Laila utamweka pale. Either ulikuwa unampenda, ulikuwa umpendi, hauwezi mtoa pale. Unanipata? The same wasi kufika hiyo position. Si haikuangi watu normal. Anaweza kuwa ako na flaws zake, pia ni binadamu. Anaweza kuwa ako na flaws zake, lakini sasa unaenda kupiga nduru kwa barabara, umeachieve nini kwa huyu mse? Ati una faint. Na hata labda hakuwa anakujua. Si hata unasema labda kweli Laila alikuwa anajua watu wangapi? Si alikuwa anajua tu akina Sudi. Si the politicians wanajua nanga tu hapo. Unaenda unapiga nduru sijui hospitali ati sasa wewe ni mwananchi wa kawaida. Sikia Joji,
Alafu unakula fare kutoka hata si gari yako. Umaliza fare kutoka Siaya. Sijui Odhumo bro. Unaenda hadi Nairobi. Unatafuta fare ingine ya kurudi. Hapana, na kulala. Sikia, unatafuta fare ingine ya kwenda wapi? Karen, kwa ile nyumba. Sikiza kwanza. Unajua Karen hakunanga magari. So the only place inakuacha itakuwa Karen Shopping Center. Karen Shopping Center. Shopping Center. Wewe peke yako ndio utatembea. Kwa hizo manini huko. Utatembea Morio. Ukumbuke pale si ati utafunguliwa gate na wale watu wewe si akina Ruto akina sijui nani ati utafunguliwa gate. Ati utaingia ati usalimia kila mama Aida ati hili. Wewe unajulikana lalandi hapo na wajinga wenzako hapo nyinyi wote mmekaa hapo. Ati sasa mfungulie mlango. Kama nani? I think hawezi sema ni njaa. Hiyo thao ungekula. Kama ni njaa hiyo thao ungekula. Upumbavu ingine ila kuanga out of no return. Mimi sijui watu kama hao wanafikiria Galili huku nje. Mimi siwezi hata kwa best yako nikasikia tu awase the same na wale wase wenye hulipa picha na masereb. Ati mnaenda sijui umweke katako hivi ndio mpigwe picha akina Chris Brown na siwezi nalipa nini alafu ati $8,000 ati ndio hiyo unajua ni pesa ngapi? Hiyo ni kama kamita hata hiyo ni karibu mita. Ati picha tu ni 9,000. Ati picha tu. Alafu tupige picha alafu nikaikule nini? Si hata hivyo. Wachana hata watu wa celebrity. Unajua watu lipa 8,000 afadhali ya wako na kakitu. Mimi nasema mimi kulipwa sikatai. Mkisema mtanilipa kupiga picha. Thao. 10,000. Sawa hata iko sawa. Tunasema mambo ya dolari hapa si ati mambo. Mimi ukisema tupigwe picha na mimi nitakubali. Lakini mimi silipi kupigwa picha na mtu. Sifa. Wacha nikwambie sasa unaona hao watu wana enyewe kuna watu wengi sana wana kitu ya kufanya hivi. Hana kitu ya kufanya maumbo. Wacha nikwambie Georgie. Cheki wewe ujua hata familia yako haijawahi nusia hivi kwa kila Raila unapata. Hizi bujui. Umjui. Alafu ile siku maybe ataenda kuwekwa walikuwa ni mtu wa Bondo ama ni wa huko Bondo. Bondo ama watu watalipa fare. Watu utaona vile kutakuwa kumechrome hivi. Unapata utaona vile kulikuwa mimi hata uniambie niende bure siwezi hela. Mimi hizo vitu zishanitoka mimi siwezi. Sisi unajua kuna watu hataenda job. Hata leo unajua kuna mtu alitoka job kama mjei, alitoka mjei aende town. Kwa nini watu wangapi? Hamwezi sema hivyo alafu mseme ati Kenya hakuna kazi na bado msee ana behave hivyo kama mwenda wazimu. Unapata mtu mzima si ati hata uko na gari. Mimi nimeona hiyo clip. Hiyo kitu is unfather na maboy. Unaona wale wasi wanaendanga juu ya game unaweza understand. Kuna ile spirit. Juu ni wewe unataka kujilini wewe. Kama ni game iko sawa. Ati msee kama Faith Kipyegon venye kama the past 3 months. Kipyegon. These are incredible people. Ameenda amefia kama medals kila Maria kienda na fia katuki. Msee kama huyo useme Kipyegon anapiga 100 nini nitaenda ni watch Kipyegon mrembo uko sawa nitaenda ni watch unaona hata kama ni game ile ati ulipe pesa ulipe ticket uende ukaangalie Gor Mahia ama Kenya ikicheza hiyo inakubalika lakini ati mtu unaenda kwa wenyewe juu amededi na ni mtu mjui. Sikia ni mtu mjui. Kenya tunaga kitu ingine. Ni politics asubuhi mpaka usiku. Georgie ni mtu mjui. Unasikia? Hata akujui. Hata vilali kwenu. Hata ajue ni nani. Hata jina yako ajui. Si hata mlisomangala Ati ulimchagua mara moja kama prezo. Si ati mlisomangala ama ashai kupatia hata pesa ya maziwa.
Unaenda kumuona nini? Maskini bro. Wacha nikwambie. Unaona maskini, kuna msee alisema hiki kitu na ni before ningekasirika, lakini nilikuja kumunderstand. Kuna msee alikuja akasema, unaona kuwa na pesa au kuwa tajiri ama kuwa na ama kuwa na job, yani nakulipa poa, kuna stages za job. Ukifika place unalipwa pesa mzuri, ile watu mtaani wanasema hii ni huyu jamaa analipwa pesa mzuri, amekuwa na kiburi. Ukifika hapo kuna something that happens kwa akili yako. Unanipata? Unafunguka hiyo kitu hapo chini. Inafunguka in a way, una learn different things. Hauwezi behave in a certain way. Mentality zingine zinakuanga unaona msee amesoma ameenda mpaka uni, lakini venye una behave, because wengi wako hapo hii generation yetu is very difficult kupata msee sijui hajasoma. Hata kufika form 4 kuna vitu zingine unafaa kudecode kwa akili yako, unajua by the way hii ni ufala. Unanipata? Hey. Uwezi niambia tu msee anafanya hivi juu hajasoma. Wewe mimi nakwambia, unaona wale watu hufanya, wale rika zetu wenye wanafanya IT, wale watu saizi wanapiga ma forex. Uwezi mpata pale kama hapo. Uwezi mpata. Wale watu msee amekaa mahali ati anatengeneza nini, ati anafikiria mambo ya graphic design na sijui anaingiza 200k kwa cryptocurrency, sijui anashughulika na mambo ya graphic design, sijui anashughulika na mambo ya AI. Ati anapiga nduru taona wapi. Sasa unajua venye baba amekufa hivyo, kuna mtu anatengeneza Of course. Anatengeneza content ya baba. Kwa nini? Kwa YouTube. Ukienda pale Kamenje on twende. Unipata? Kuna msee nimefeel vibaya sana. Stocks za Kenya na hizo trading na juu zimenini juu, because this is breaking news. Kuna msee ako juu yake mbaya sana. Wewe ndio upige tena. Nimefeel vibaya. Yani ati unasimamisha dinga yako, watu wanaingia ndani wanakuibia. Mimi nakwambia sasa, ungekuwa na gun mimi nikushoot hapo tu nikumalize. Alafu mtaenda mniseme nini kwa mniseme nini kwa koti? Usalimiwe, usalimiwe kwa Twitter. Twitter is not a real place, but huwezi nipeleka bahari. Alafu tena mimi nilikuwa najiuliza aje. Joji, unajua pia mimi naweza kuwa mtu wazimu. Sikudanganyi Joji. Ukinipata ati mimi niko na mood nyingine mbaya, ati niko kwa gari yangu na mnakuja mnanisimamia hapo na wapita na mtu hapo, si kudanganyi. Acceleration tu la kuja lapita na mtu mmoja hapo. Because hata mimi nashinangwa venye nini. Utapita na nimeiona hiyo kitu kihappen. Nilikuwa US kwa demonstration fulani, niliona msee alipita na group mzima alifungangwa. Lakini sasa unajua watu wajuangi story mzima. Watu wala mjamaa amekuja kukuuliza bana, wasi karibu so moja na surround gari yako. Na uko peke yako ndani na wasi wanataka msee mmoja amegonga kioo imevunjika. Uta accelerate bana. Ndio hiyo. Gako barabara msee anakuja na panga hivi mbele ya gari yako. Maana utaburuka. Utapata mabao. Na usiambiwe na mtu. Bora uko na kamera, uko na kamera kwa tilje, kwa dinga yako jo. Juu utajitetea aje. Ati road block. Simama, na mseko mbele yako na sijipanga. Unang'ara na yeye baya sana. Utaburuka bro. Unang'ara na yeye vibaya sana. Kesi baadaye. Utaburuka. Ukiongea tu mambo ya ujinga, si Kenya tu kuna ujinga. So this week kulikuwa na news kuna wenda wazimu fulani, they paid more than $40,000. Yet tunaongea about kitu kama 5 mil Kenyan shillings kupanda Mount Everest. Ulipe weli ujilipia kwenda kukufa. Mount Everest walilipa more than $40,000. That meaning in Kenyan money hiyo tumesema ni kitu kama 40,000. Hiyo ni like 10 mil. Hapana, 40,000 40 more than 5 hapo. 5 million. Kitu kama more than 5 million, right? Wase alafu wameenda 1,000 of them, alafu wameenda wamekwama. Juu unajua nifika huko juu, alafu ni Mount Everest, this is the highest point on earth.
Alafu amepika sijui kati half huko. Alafu kwa na ile kama blizzard venye huku kuna kuanga China kabisa ile blizzard winter. Blizzard na mtu akapa unagonga ngwana lini hivi. Ile blizzard yako ina change. Blizzard atu unakuwa purple unaanza kuganda bali zinajivu. Yani mwili yako inajivunja tu. Inaanguka, kidole inaanguka ama mkono inaanguka. 1,000 of them wako Mount Everest. Wazungu lakini. Walikuwa wazungu. Walikuwa Afrika blacks 3 4. Ai. Au sijui nini washika. Unaona mkubwa nini? Naweza panda mlima. Mount Kenya naweza panda. Ni badi 5,500. Hata Mount Kenya ukipanda si lazima ufike hata huko. Si wase wamenini. Si hata lazima ufike huko juu. Unajua huko hata ukikwama wanatumanga rescue. Ndege. Mount Everest hakuna pali pa kuland. Haiwezi fika huko bro. Hii kitu ni juu bana, karibu 8,887. Mount Kenya ni 55. 5199. Mount Kilimanjaro ni 58. Sasa hii ni 8k bro. Yani kuna place unafika hii panaitangwa dead zone. Atunapita hivi unapata tu kama mwili kuna msee nini aliganda tu hapo. Amelala tu hivi. Ati kuna jamaa mwingine anaitangwa green boots. Kichwa chake na hivi boots zake zimebaki tu hapo. Amekuanga hapo sijui tangu 2000 and naye unajipeleka. Alafu unasikia kuna place fulani wameka reli hivi. Alafu unajua sasa Moroccans wa huko wanapandanga hiyo kitu venye sisi tunaendanga tukienda job jioni vile tunatembeanga tu kwenda. Sasa nyinyi mkinini au ni Moroccans wamezaliwa huko for thousands of years. So nyinyi ile time mnasema ati naenda ati this one in a lifetime. Kama ndio kana kupita tu kama anafika juu. Vitu zingine ni za kujitakia ukweli. Anafika juu. Sasa wenye wamekwama si walitafutiwa hawa wase. So hawa wase ndiye anakuja anakufunganisha nini hivi, anakudunga kwa mgongo, anashuka na wewe. Sasa hapo kwa dead zone anashuka tu, mnarukanga tu mili mkiteremka. Huyo mzee anakushukisha na kupeleka kwa camp, anaendea mwingine. Alafu sasa hii haiko included in the 40,000. Utalipa ingine ya kukujiwa. Msiba kujitakia. Uko na ile ingine ati si the same na wale wa Titanic. Wale watu walienda kunaitwa nini? Inaitwaje hii area? Atalantica. Kumbuka wale watu walienda Atalantica. Atalantica huko chini. Huko juu. Huko juu. North Pole. Unaenda kudu. Ati wameenda kuangalia kama kuna walile ingine inakuanga conspiracy ati kula kuangala ati mteremko pale. Ati mteremko alafu tena utaona kasiti kameji ati kasiti kako isolation ati ndio alienda kutafuta. Kulienda aje? Hakuna mwenye alirudi. Yani tu hata hizo maova zao kurudi. Unadhani Mungu ni mjinga nini? Jodi hata nikuambiaje? Mimi sikia hata unilipe pesa ngapi? Unaona hata hizi afadhali uniambiaje? Kama ni kwa boat, twende tuvuke pali kama kwa lake hivi. Tuvuke lake. Acha nikwambie. Lakini pali pa kwenda sijui kutoka sijui Indian Ocean. Ati uvuke kutoka pale nikuja mpaka hapa China. Pole kwako. Visi. Jamala kwa at 6 months. 6 months I won't run mali. Uongo. Vitu kama hizo ni uongo. Sisi ni Afrika. Hawezi fanya kazi kwa nini oiling? Pana. Wacha ikae. Ama hata uonangi wale wengine wakifanya kazi kwa hizi fishing boat. Uonangi watu wengine wakifanya kazi kwa fishing boat. Unashangaa huyu mjamaa akona liligali wewe. Maji hiyo wave inapiganga. Unaona imeamka hivyo yote. Alafu inapiga chini inachota maji
Na mzee amekaa tu hivi, ametulia tu hivi. Mpaka yeye ndio anapiga picha. Watu wengine wanakuaga wala roho. Ni ujinga watu wanakuaga na. Hata kulikuwa na wale watu, kulikuwa na mjamaa mmoja lakini yeye aliepukia. Unachekingi vile wazungu tu wanakuaga na tu zile vitu tu za fala. Ati mountain climbing ile ya rock wall. Zinajua mwandazimu mwenye anaendanga nini? Inaitangwa bear sijui nini? Bear knuckles. Bear knuckles bila rig, bila nini, bila kamba, bila nini. Ati wewe unaenda unamfuata. Unaenda unamfuata. kuna lilingile hapa black moja nikiwatchio ni ya Everest. Niliona muri mwingine hapo ni wa US. Sijui anaitangwaje. Jamaa mkonde hivi. Ati jamaa aliendanga, unaona hizo mamilima pesa na kanga jamaa itokanga chini akaza tu hivyo kaa jokes hakuwa ana experience hata sana, ameshika amekapata nini angali chini kwenda akiendaga so akafika place akachoka, ikabidi atulie, so atulie unaweza maana atulia ndio akaangalia chini. Sasa kwa akili yako ukituresi akili kwambia unaangalia juu unaona si mbali sana, ni kuna ka distance lakini pame slope pani sijui venye kuko, unajua ujui jusi wewe umekata hizo ni wewe unatafuta tu crack, unatafuta na nini ka place uta grab uweza ka grab katokane. So jamaa ameangalia hivi tena akasema hata sijatoka na wewe chini kuangalia chini alikuwa sijui how many, ilikuwa sijui mita ngapi kutoka chini ilikuwa jua mbali sana, juu ilikuwa mlima Benacos. So venye aliangalia chini akiwa pale, alafu alikuwa amemaikiwa alafu na wase wa mic walikuwa pale chini, hakuna mtu anaongea. So jamaa akasema I need to relax, I'm panicking. So shida ni you are panicking, usaidiwe na nani hapo? Na sisi wengine kwani unataka nani unadhani nani anakuja hapo kukusaidia? Unadhani tutapata mawingu tukuje tukusaidie hapo saa hizo? Na unajua hata machopa, unajua hata chopa haiwezi kuja hapo hivyo kando yako hivi because hizo mablade zinagonga na mapia iko karibu na tena hiyo upepo ya hiyo chopa, upepo ya hizo blades zinaweza fanya kuvuta. So the only way inaweza enda huko juu kabisa, alafu irushe kamba, alafu ushikilie kamba. Msiba kujitakia hiyo mimi siwezi. So huyo Mori akadini akarelax, akabreathe, alafu akapanda, akamalizia. Lakini kwa naangalia, unaona ukiwatch hiyo kitu mwenyewe, uwatch hiyo video, uone venye anakatafuta hivi na alafu anatafuta kamiguu hivi alafu anapanda. Hao ni manchori. Unaona wewe ni nchori bro. Huyo ni nchori. Haya, kuna huyu mdem mwingine aliswim kutoka wapi? Kuswim. Nimesikia hiyo story hiyo Mori. Kuswim, mdem. Kuswim kutoka England sijui mpaka wapi. Hiyo channel yote inaitwa British Channel yote. Kuswim bila nini zinaitwaje? Bila hizi floater, bila hivyo tu. Na akafika. Kwa nini? Sijui. Mimi nakwambia kuna watu inhuman tu like. Aya, kuna mjamaa mwingine ametoka ule wa kutembea, sio tu nilikwambia alitembea kwa dunia mzima, amerudi kwa mama yake 28 years later. Ati amepitia wapi one man, lakini unajua hawa si ndio wana live. Venye unaona venye tunasema baba ameishi maisha yake. Amefanya like anaweza sema ameachieve something in life. Hata kama amedai ameaccomplish ukweli. The same huyo jamaa kutembea hiyo miguu. Huyo jamaa kufanya knuckles. Au mse wamepanda Everest nini? At least hata ukidai unaweza sema kuna kitu kuna Mkenya alijaribu kupanda Everest ati bila mtungi ya gas. Alikufia katikati huko. Ndio unajua ukikufa huwezi chukuliwa. Hiyo ni historical site. Nasema huwezi chukuliwa sababu bro, mimi na wewe tumeenda. Niko na tanki moja. Tanki yako imeharibika. Umeanza kufumua fani. Mimi utanipea message nipeleke sister yako na mama yako. Sasa siwezi kusaidia.
Juu place ni riski mimi mwenyewe. Alafu nikubebe. Sasa afadhali nishuke. Sasa itabidi mimi nimeshuka nipeleke message niambie watu niliwacha huko juu. Hata kinyangarika huko juu. Haya kuna mwingine alienda hii place huko ile country ya Mafilipino. Kuna place ingine ka island kadogo iko Philippines. Wale majamaa au dive kwenda wanakuaga wana dive bila unasianga sijui yao isha develop in a way juu wamekuanga ni the same na hao wase. Yani wase wameadapt na situation wana swimming huko chini under sea kabisa bila hizo matank manini. Na anaweza kaa vibaya sana. Sasa si mzungu fulani akaendaga ati swim now. Sasa ikabidi asiswim tena because sijui alikuwa amenini sana amefungia sana hewa mpaka lung yake moja ikarapcha. Sasa hapo utaambia nini watu? Utauliza ulikulala kufanya nini? What were you going to? Ulikulala kufanya. So yani watu wamedive. Ati kama humans unajua vile walami saa nyingine usemanga ati kama huyu alishaifanya hii kitu akula ile kitu mimi siwezi fanya pia mimi. Utakufa vibaya wewe. Utakufa vibaya si ati ni mambo mingi alafu tena unaona kipia gora kinanaliwa na kimbia sijui. Umeona wase wanakimbia ngaje? 2 hours. 2 hours. Umeona minutes wewe. Umeona speed? Umeona speed? Speed inakuanga speed yenye anakimbia nayo inakuwa kitu kama 17 km/h. Na anakimbia for 2 hours 40 kilometers, more than 40 kilometers. Bro, hauwezi kimbia 17 hata ina speed hata short distance kukimbia 17. Unaona venye tu unangaka nyanga hivi bwana kuanga ameenda bro, kuanga amesonga mbaya. Alafu unaona kama huyo dem Kipyegon au huyo dem akikimbia hizo rap au tuseme anakimbia rap kama 4 hivi ama 4, umeona amekimbia ameset pace yetu ndio ako pale, wase wote washachoka. Na pia mwisho kakipigwa bell unaona unashindwa kwani ulikuwa na breathe aje? Mimi hata kukimbia hapa mpaka sijai maliza rap moja mimi. Ati ile unajua tumekimbia moja hivi umezuka 800. Ile ya lazima shule. Ile mnatoka shule mnaenda na mteremko nini alafu mnarudi. Uko unafika huko barabara unatembea bro. Sisi tulikuwa tunatembeaga si ati ni mambo mingi. Ati lazima ati watu wa mwisho mtahata dina, mtahata sapa hata bibi tuko na pesa ya mkate tafadhali. Tunaitaka cross country. Hata sisi tulikuwa tunaita hivyo. Ilikuwa ni mara moja kwa tamu. Ilikuwa mara moja kwa mwaka zizi. Si ilikuwa kwa tamu mara moja. Ilikuwa mara moja kwa mwaka, alafu ilikuwa ile wakati term 2 or athletics. Term 1 ilikuwa soka. Term 1 ilikuwa rugby, drama. Hizo boards. Term 2 ndio ilikuwa ya soka. Soka na athletics ilikuwa pamoja. Term 3 hakuna. Sasa hiyo ndio tulikuwa tunakimbia ati ndio number 1 mpaka number 10. Ndio sasa watakuwa kwa nini? Lilio. Kwa hizo manini za kukimbia. Yeah. Ile ati wanaenda kushindana na machuo zingine. Kulikuwa na mkamba mwingine hapo tulikuwa tunamuita Nzioka. Wakamba ubugo. Wacha nikwambie, Wakamba na Wakale sijui hiyo nguvu wanatoanga wapi. Wakamba na Wakale wanafunguka. Hiyo pesa. Si tutakuja hapo tumehema. Ati tulimetoka shule saa 9 tunaona sisi ndio hapo 6 tunaingia. Inafurahishanga ni nini? Ni huyu msee Mkale amekimbia anaonanga au ma Kenyan runners. Amekimbia amewin, amebreak record. Alafu mwingine amechukua kanini, amechukua bendera, anaendelea akizunguka hivi akidiri bendera. Unaona? Ndio anakuja anafika.
Unaona mwingine anatetemeka tu mguu anakuja tu anaangukia hapo. Niliangalia Eliud Kipchoge. Si Kipchoge, wale wa kitambo. Alikuwa anaitangwaje? Ule mwenye alianza hiyo mambo ya kukimbia Kenya. Yuko ma 60s. Alikuwa anaitwa nani? Nimesahau wako. Alikuwa mrefu. Nimesahau wako. Keino. Kipchoge Keino. So Kipchoge Keino mara yako ya kwanza, I think mara ya kwanza kukimbia. Alikimbianga, akamaliza race. Alafu unajua ni mara 69 huko, bado tuko tumeshika form. Hapo na akaendelea. So amemaliza, amejua amemaliza. Lakini yeye ndiye amesimama ameangalia tu hivi. Ashinda form ni gari juu. Hao wote wengine wamelala chini. Ana wazunguka 40, wamelala chini. Jamaa ako tu hivi, anaangalia hivi. Huyo jamaa mwenye ali win good mara ya kwanza. Unajua Joji, kila tribe ya Kenya inakuwaga na watu wake. Kila mtu inakuwa na nini yake. Sikuwa nimekwambia hiki kitu. Unaona kina wakale na nani na Wakamba na Wasomali wengine. Wasomali wale Wasomali huko wanaitwaje? Wakimbie. Wanakimbianga, kuna wengine wanakimbiaga wanatoka mbio. Wewe unaongea kuzwa Ethiopia, Wasomali hizi kimbia. Na hizo haga zao. Hapana, si madem. Maboi. Maboi ndio wanahaga kuliko madem. No, usha notice kimbia. Na vile anatembeanga hivi fani. Usha notice jeshi ya Kenya inakuwa imejaa Somali na Lali. Wa Somali na Wakale tu. Wa Somali na Wakale. Wala kuaga wengi. Unajua bata kabla zika wa Kikuyu Wakikuyu kuingia jeshi ila kwa material. Anaangalia pesa inatosha. Unanipata? Kama pesa idai, kuna kitu kingine anaweza fanya hiyo do, anajitoa. Unajua hii ni ile kitu nasikianga kusacrifice ya country yako. Kitu kama jeshi, polisi ni pia inafaa kuwa sacrifice. Kama hapa chenu ukiuliza mse kwa nini uingia polisi na ina do. Unasema tu napenda country yangu. Kwa nini wewe ni mwalimu? Unasikia jamaa ametoka kwa source, familia ina do. Alafu jamaa anakuambia anataka kuwa mwalimu. Unamuuliza kwa nini anataka kuwa mwalimu? Just is good thing to do for my country. The same. Kenya ufanye venye ODH alifanya. Sasa ODH sasa sijui anaishi wapi huko umaskini na alikatanga 890 million alikuwa amepengwa na Qatar. ODH. Wacha ufala, hiyo story sijawahi sikia. Alipewa 890 sijawahi million Kenya shillings. Ule auze denounce Kenyan citizenship. Achukue nini? Ina denounce mimi, si ati ilikuwa 204 huko. Huko ndio sasa alikuwa ameanza kuingia international nini wakamuona. Akapatiwa 890 million Kenya shillings, denounce Kenyan citizenship, acheze Qatar. Akakataa, akasema yeye ni mzalendo. Sasa hiyo mzalendo yake jamani maskini mtaani. Mimi siwezi kufia kati yangu Kenya, umbwa jiji. Mtume wanajeshi. Usahau niambia ati George ati denounce Kenya hapa nikukate mkono. Mimi Kenya gani? Kenya hata inakuaga wapi? Mimi unajua kukitokea vita sijui Somali napigana na Kenya, Ethiopia napigana na Kenya, mwambiwe Memorial tafaa kuinyorosha. Kama nitena na George Ruto bega kwa bega, tukakufa sisi wote, taenda. Kama nitena na kina Recho, au daiko hao watoto wa viongozi wote tuende, nitaenda. Kama George Ruto haendi, stoki China. Siendi. Hapana, kuna vitu zingine sijui. Unajua Kenya the reason ni by the way umeona Kenya tunafanyanga you give lakini Kenya itupeangi kitu because leaders wote ndio wanachukua. Unaambiwa atichukua tax. Umepeana tax by the end of the day huoni mali pesa inaenda inakuuthi. So aliacha angechukua hiyo 290, unajua sasa angekuwa wapi wewe? Lakini unasikia mpaka wachinku wameweza kununua ma players. Nimeona wako Chinese national team iko na mablacks watatu. Nimeona hata mimi. Iko na Mexico moja, Argentina, Brazil moja
Brazil moja, Argentina moja, na mjamaa moja sijui Afrika, Kongo huko. Na mwingine sijui Cameroon. Unadhani wanalipa pesa ngapi? Nzuri, wewe China wachezanga na pesa. Alafu unajua sajua kucheza Chinese national team inabidi wamedungwa citizenship. Huwezi play national team kwa citizenship ya China kupata ni ngumu. Mimi nakwambia jamaa anajua anaishi vizuri. Joji unacheki kuna vitu zingine pale hata Kenya. Unajua ile design ati ukisikia kuna kawo kameingia ati watu wanaanza kuteveva ati ni wote kujieni bunduki. By the way umeona kuna masoja wengine wako Russia wa Kenya. Si Mamori alienda sinakwambia nguvu ya shida bro. Umaskini bro. Na wale ni Mamori unasikia hao ni labda Kayombo Tole, hao ni watu wa unasikia hiyo shame ringo venye alifikaje huko by the way. Unasikia vile hiyo shame vile wanaitupa. Alafu wameshikwa wengine wameshikwa huko wako Ukraine huko ni prisoners of war. Walienda aje? Ama ni wase walikuwa huko already wanafanya job huko ama wanasomea huko. Wale ni majamaa unasikia hao ni Mamori wa Maeri hawa. So sijui walifikaje huko. Man babako angekuwa na pesa ungekuwa hapo ukifanya nini? Ni shida ya do. Alafu sasa Huwezi niambia kitu kingine kama si pesa. Ujipeleke kwa pesa. Ujipeleke kwa ati Warzone ati na huko si kwenu. Na huko si kwenu. Watu wanafahamu tafuta pesa watoto wako wasiteseke hivyo bana. Huyo mama nakwambia huyo mama amekusinya. Ameniuji. Hebu sijui kama anaweza ona hapa. So what you can say as a Ni Hao podcast, he said rest in peace the former deputy president, former prime minister Right Honorable Raila Amolo Odinga and the family. He have done his part. Now imebaki ni sisi tufanye part yetu in the remaining parts. Na hatu mtafute kitu ya kufanya bana. Tafuteni kitu ya kufanya tafadhali. See you on the next one every week. Follow us on Instagram, TikTok and Facebook. Ni Hao podcast. Subscribe. Tuonane, cheers yo. Bye. Kusinya. Nataka kuona